Mabingwa watetezi wa NBC Premier League msimu huu, klabu ya Yanga wameingia kwenye mtego mgumu. Hivi ndivyo ambavyo naweza nikasema kutokana na kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hususan kuhusiana na sakata la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo siku chache zilizopita. Taarifa za ndani kabisa kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari nchini Tanzania vinaeleza wazi kwamba mpaka sasa mamlaka za soka zimebaini kwamba Yanga ndio kama chanzo kikubwa cha kusababisha kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Taarifa hizo zimeenda mbali zaidi kwa kueleza kwamba Yanga ndio waliotengeneza mazingira magumu kwa watu wa bodi ya ligi kutoa maamuzi na hatima ya jambo hili, kwa sababu wameonyesha wazi kwamba hawana mpango wa kukubaliana na maamuzi wala maadhimio ya bodi ya ligi hata wakijadili katika vikao 100. Kumbuke kwamba siku chache zilizopita rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Wallace Karia alitoa taarifa ya mafumbo ambayo ilionekana kuwalenga viongozi wa klabu ya Yanga, kitu ambacho mpaka sasa viongozi wa klabu hiyo wameonyesha kukasirishwa na rais Wallace Karia. Wallace Karia kwenye mazungumzo yake alisema katika timu ambazo anazibeba zaidi ni klabu ya Yanga, kwa sababu wamekuwa na makosa mengi sana ambayo yeye amekuwa akiibeba mara nyingi. Lakini pia Wallace Karia akafika mbali akasema kama wameshindwa kuendesha mpira watuachie na waende kwenye sinema. Hii ndio kauli ambayo inazungumzwa sana mitandaoni aliyoitoa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia. Baadhi ya wadau wa klabu ya Yanga kama vile wazee wa klabu hiyo nao waliweza kutoka hadharani kueleza kwamba rais Wallace Karia awaombe radhi kwa sababu ameikosea nembo ya klabu hiyo, kwa kusema kwamba wakati wote amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha anaisaidia klabu hiyo kwenye mambo mengi ambayo yameweza kujitokeza. Karia mpaka sasa ni kama ameegemea upande wa kuwataka klabu ya Yanga waweze kuregeza msimamo wao, kwa sababu wao pia wamekuwa wakifanya mambo mengi ya hovyo, lakini bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakiafukia mashimo hayo ili kulinda heshima ya klabu hiyo ambayo imejengwa kwa miaka mingi mpaka hivi sasa. Lakini pia tuliweza kumshuhudia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, naye aliweza kuonesha dalili ya kwamba Yanga kama ndio chanzo cha kutokea jambo hili la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, na amewataka wawe wapole kwa maana kwamba wawe tayari kupokea maamuzi ya bodi katika mazingira ya aina yoyote. Mguto katika taarifa yake aliyotoa hivi karibuni ameeleza wazi kwamba Simba na Yanga wote wamekuwa na utamaduni wa kufanya vituko kwenye ligi na wamekuwa wapewe adhabu kali kwa sababu ya ukubwa wao. Mguto alifika mbali zaidi na kusema kwamba Young Africans walishawahi kugomea mechi mwaka 2021, walikuwa wanastahili adhabu ya kushushwa daraja, lakini busara za bodi ya ligi zilisimama ili kuhakikisha kwamba timu inapewa nafasi ya kucheza mchezo mwingine dhidi ya Simba. Taarifa zote za viongozi wote hawa zinatoa tafsiri ya kwamba mpaka sasa Yanga ndio wamefanya jambo hili kuonekana kuwa kubwa sana na kutengeneza mazingira magumu ya bodi ya ligi kushindwa kufanya maamuzi ili kila kitu kiweze kuwa sawa. Sisi hapa tunaendelea kusubiri kuona nini litakuwa jibu la mwisho kwenye hili sakata, lakini mambo yanazidi kuibuka siku hadi siku. Wewe kwa upande wako, jinsi ambavyo nimekusimulia sakata jinsi ambavyo limekwenda, unadhani Yanga inaweza kawa kikwazo cha sakata hili, au Simba ndio wenye makosa, au bodi ya ligi, au TFF? Tukutane kwenye comment.